ya jioni, na leo tunakwenda kuomba kwa kutumia Isaya ya 19. Ni maombi ya kumuita Mungu apigane na adui zetu. Tunasoma Isaya ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 7, alafu mstari wa 17, mstari wa 22, mstari wa 24 na mstari wa 25. Na kuna maombi ambayo tutakwenda kuomba kupitia hiyo Isaya ya 19. Ninasoma na nitakupa maelekezo ya maombi ambayo tunakwenda kuyaomba jioni ya leo. Isaya ya 19 mstari wa kwanza inasema, ufunuo juu ya Misri. Tazama, Bwana amepanda juu ya wingu jepesi, anafika Misri, na sanamu za Misri zinatikisika mbele zake, na moyo wa Misri umeyayuka ndani yake. Katika huu mstari wa kwanza tunamwambia Mungu ashuke, ashuke na majeshi yake ya vita, aende kwa adui zetu kuwateketeza wao na miungu yao, kama alivyokwenda Misri na Misri ikatetemeka, na miungu ya Misri ikatetemeka, ikatikisika kwa sababu ya utisho wa Bwana aliyokuja nao, kwa sababu ya nguvu za Bwana alizokuja nazo. Na sisi tunamwambia Mungu leo, shuka, nenda kwa adui zetu, nenda kwenye miungu yao, nenda kaisambaratishe, nenda ukaiangushe, kaitetemeshe katika jina la Yesu. Mstari wa pili anasema, nami nitawaamsha wa Misri juu ya wa Misri, nao watapigana kila mtu na ndugu yake, kila mtu na jirani yake, mji juu ya mji na ufalme juu ya ufalme. Hapa katika mstari wa pili tunaenda kumwambia Mungu awachanganye adui zetu akili zao, achanganye akili za adui zetu, waanze kupigana wenyewe kwa wenyewe. Silaha ambazo walizitengeneza ili kutushambulia sisi, wageukane wenyewe kwa wenyewe, wazitumie hizo silaha kushambuliana wenyewe kwa wenyewe. Ikiwa walitengeneza majini ili kututupia sisi, watumie hayo majini kutupiana wenyewe kwa wenyewe. Ikiwa walitengeneza roho za aina yoyote ili kutupiga nazo sisi, hizo roho watupiane wenyewe kwa wenyewe katika jina la Yesu. Mstari wa 3 inasema, na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake, nami nitayabatilisha mashauri yake, nao watakwenda kwa sanamu zao na kwa waganga wao na kwa wapiga ramli wao na kwa wachawi wao. Katika mstari wa 3, ombi tutakalokwenda kuliomba, tutakwenda kuyabatilisha mashauri, matamko, maneno ambayo walitamka, maneno ambayo walikubaliana, mipango ambayo waliipanga kinyume nasi. Kama walisema kwamba tutakwenda na kumsababishia ajali, sisi tutasimama kubatilisha hilo shauri, kwamba sisi tutapanda vyombo vya moto, tutapita kwenye njia na ajali walioiamuru haitotufikia. Kama walisema tutakufa masikini, katika mashauri yao walipatana walete roho ya umasikini itushikilie, sisi tunakwenda kubatilisha hilo shauri, kwamba umasikini hautotushikilia. Hali yoyote ya ufukara haitogusa maisha yetu, ufukara hautokuwa sehemu ya maisha yetu. Tunakwenda kubatilisha, tunafuta hilo neno walotamka, tunafuta lilo waliloliandika kupitia damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu tunabatilisha katika hilo ombi letu, katika hilo ombi la 3. Na mstari wa 4 anasema, nami nitawatoa hao wa Misri na kuwatia katika mikono ya Bwana mgumu, na mfalme mkali atawatawala, asema Bwana wa majeshi. Kwenye mstari wa 4 tunaenda kuomba ombi ya kwamba Mungu ainue mtu ambaye atakuwa adui wa maadui zetu. Ainue mtu ambaye mwenye mamlaka, mwenye nguvu, ambaye atakuwa adui wa adui zetu, ambaye atawasumbua adui zetu, ambaye atapigana na adui zetu, na sisi tutakaa tu pembeni tukiwaangalia. Mtu mwingine ainuke kupigana na adui zetu, kama vile alivyotoka mfalme wa Babeli kwenda Misri kwa ajili ya kutawala Misri na kuwashambulia wa Misri. Ndivyo hivyo Mungu ainue mtu mwenye nguvu kwenda kwa ajili ya watu ambao wameinuka kinyume nasi, na wale watu wakasumbuliwe na yule mtu mwenye nguvu katika jina la Yesu. Mungu akainue adui kwa ajili ya maadui zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Twende tukasome mstari wa 5. Mstari wa 5 unasema, na maji ya bahari yatapunguka, na huo mto utakauka na kuwa pakavu. Kwenye mstari huu wa 5 tunaenda kuomba kwamba Mungu aondoe vizuizi ambavyo adui ametuwekea kwenye njia zetu za kuelekea kwenye hatima, kama vile alivyokausha bahari ya Shamu, kama vile alivyokausha mto Yordani, kama vile alivyoangusha ukuta wa Yeriko. Mungu aondoe vizuizi ambavyo adui ametuwekea kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mstari wa 6 na wa 7 tunasoma kwa pamoja, inasema, na vijito vya mto vitatoa uvundo, na mifereji ya Misri itakuwa haina maji mengi, itakauka. Manyasi na mianzi itakauka, vitu vimeavyo karibu na Naili katika mto wa Naili, na vyote vilivyopandwa karibu na Naili vitakauka na kuondolewa na kutoweka. Hapa
tutaenda kumwambia Mungu aondoe nguvu ambazo walikuwa wanazitegemea adui zetu, aharibu silaha ambazo walikuwa wanazitegemea adui zetu. Chochote ambacho adui alikuwa anakitegemea kinampa nguvu, anakitegemea kwa ajili ya kupambana nasi, iko kitu kikaondolewe kwao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Twende tukasome mstari wa 17. Mstari wa 17 inasema, na nchi ya Yuda itakuwa sababu ya utisho kwa Misri. Kila mtu aliyeambiwa habari zake ataingiwa na woga kwa sababu ya kusudi la Bwana wa majeshi alilolikusudia juu yake. Leo tunaenda kumwambia Bwana kupitia huu mstari wa 17, Bwana akatupe utisho, atuwekee utisho juu ya adui zetu, kama ule utisho ambao uliwekwa kwa wenye ukoma 4 walipokwenda kwenye kambi ya Washami wakakimbia. Ndivyo na sisi tupate utisho, adui wakituona wakakimbie, adui wakituona watetemeke, adui wakituona wasambaratike, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Twende tukasome mstari wa 22. Mstari wa 22 nasema, naye Bwana atapiga Misri, akipiga na kuponya, nao wakirudi kwa Bwana atakubali maombi yao na kuwaponya. Hapa tunamwambia Bwana, ikiwa adui zetu watatubu na kuokoka, basi Mungu awarehemu. Lakini ikiwa adui zetu watakuwa wakaidi, basi Mungu akawasambaratishe na kuwatoa na kuwamaliza kabisa. Wakitubu na kuomba rehema, basi Mungu awarehemu, awaokoe. Lakini wakileta ukaidi, Mungu akawasambaratishe kabisa, Mungu akawaharibu kabisa, Mungu akawaondoe kabisa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Twende tukamalizia na mistari miwili ya mwisho, mstari wa 24 na mstari wa 25. Mstari wa 24 na mstari wa 25 inasema, katika siku hiyo Israeli atakuwa watatu pamoja na Misri na Ashuru, watakuwa baraka kati ya dunia, kwa kuwa Bwana wa majeshi amewabariki, akisema, wabarikiwe watu wangu wa Misri, na wewe Ashuru kazi ya mikono wangu, na wewe Israeli urisi wangu. Hapa tutamwambia Mungu sisi tukafanywa kuwa baraka, lakini pia wale adui zetu ambao wamekubali kukiri jina la Yesu, wale adui zetu ambao wamekubali kushuka chini, wale adui zetu ambao wamekubali kuomba toba, wale adui zetu ambao wamekubali kutubu makosa yao na kumrudia Bwana Yesu, nao pia wafanyike baraka. Lakini wale ambao hawakutubu, Mungu azidi kuwasambaratishia mbali. Kwa hiyo tunamwambia Mungu atufanye baraka sisi pamoja na watu wema ambao wameambatana nasi katika jina la Yesu. Hayo ndio maombi ambayo tunakwenda kuomba jioni hii ya leo kupitia Isaya ya 19. Isaya ya 19. Simama pale ulipo.